shirika la UNESCO limekuwa likisaidia nchi mbalimbali ulimwenguni katika kuhifadhi urithi huu wa mambo ya kale. Mojawapo ya maeneo muhimu kabisa ulimwenguni katika kumbukumbu hizi ni kukomesha biashara ya utumwa, na hasa yaliyomo ndani ya eneo la urithi wa mji huu mkongwe wa Zanzibar. Hapa ni mji mkongwe katika maeneo ya kanisa la Mkunazini, wilaya ya Mjini Unguja, katika kuelekea maadhimisho ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa hapa Zanzibar. Leaders TV imefika maeneo haya kuzungumza na baadhi ya viongozi, waandaaji na wasimamizi wa eneo hili. Tuende tukawasikilize mengi kutoka kwao. Ni kupokea maandamano haya yenye lengo la kuelimisha jamii, kufanya kumbukumbu na kuadhimisha siku hii muhimu katika historia ya nchi yetu. Tumerithi historia hii na sisi tunapaswa kuendeleza ili kizazi cha sasa na waijue tulikotoka, tulipo na tunakoelekea. Hili ni jambo muhimu sana. Ndugu zangu, wenzetu ambao tunaadhimisha siku yao leo ya kukomeshwa kwa utumwa huo, walichukuliwa si kwa hiari yao. Yako mazingira ambayo yalisababisha wao kuchukuliwa. Kulikuwa na vita katika vijiji na vijiji huko walikotoka, na mateka waliopatikana baadhi yao ndio waliochukuliwa na kufanywa watumwa. Lakini kulikuwa na migogoro ya kijamii pia ambayo iliwafanya wengine wahame kutoka sehemu moja na kwenda kwingine. Basi na hatimaye wale ambao hawakutakiwa na jamii au waliokuwa troublemakers waliuzwa, wakachukuliwa utumwa na huku wakaja kuuzwa kama bidhaa. Kwa hiyo migogoro ambapo inapotokea katika jamii, iwe kijiji, taifa, inafukuza amani, na matokeo yake ndiyo yanayokuja kuleta athari hizi ambazo leo tunasherehekea kukomeshwa kwa biashara ile ya utumwa. Tumekuwa tukiandaa pamoja na wenzetu wa serikali jinsi ambavyo tunaweza kuadhimisha mwaka huu. Historia ya biashara ya utumwa ni ndefu na pana kidunia, lakini ni historia mahususi kwa bara la Afrika. Na katika bara la Afrika, historia ya biashara utumwa imejikita kule Afrika Magharibi na huku kwetu Afrika Mashariki. Lakini tunapozungumzia historia ya biashara utumwa ya Afrika Mashariki, tunazungumzia kwa kiasi kikubwa nchi hii ya Zanzibar, kwamba Zanzibar ndipo palipokuwa na soko kuu la kimataifa la kuuza watumwa. Watumwa hao waliotoka maeneo mbalimbali ya bara la Afrika, kuanzia Afrika ya Kati, Afrika ya Kusini na Afrika Mashariki, waliletwa hapa Zanzibar. Kwa hiyo ni historia muhimu, ni historia muhimu kwa mustakbal wa nchi hii ya Zanzibar na kwa Tanzania kwa ujumla. Na kama tunavyoelewa kwamba Zanzibar yenyewe ina historia pana sana, acha tu mambo ya utumwa, mambo mengine mengi. Kwa hiyo ni muhimu watu na wananchi kwa ujumla wakaelewa historia hii, lakini si kuielewa tu, kuienzi, na si kuienzi tu, na kuiendeleza na kuisherekea, maana ni historia inayogusa moja kwa moja ubinadamu, heshima ya mwanadamu, kwamba mwanadamu katika kipindi fulani cha historia ya dunia hii alikuwa anauzwa kama bidhaa, lakini hapa Zanzibar biashara hiyo ilikomeshwa tarehe 6 mwezi wa 6 mwaka 1873. Kwa hiyo tunaenzi heshima, utu wa binadamu. Kwa hiyo ni historia muhimu na ni jambo muhimu. Anglikana
lina nafasi kubwa kwa sababu hapa tulipo Mkunazini, ambapo kanisa kuu la Kristo la Mkunazini lipo, ndipo pahali ambapo biashara ya utumwa ilikuwa ikifanyika na soko la watumwa lilikuwepo na mapango ya watumwa, na ndipo walipoletwa hapa kuuzwa, lakini pia ndipo walipopakiwa na kusafirishwa kupelekwa maeneo mbalimbali. Kwa hiyo kanisa hili lina nafasi ya kipekee, kwanza kwamba kuwa ndio kitovu cha biashara ya utumwa, lakini ni pahala ambapo historia yenyewe ipo. Kwa hiyo kanisa Anglikana lina nafasi kubwa ya kushiriki, lakini si kushiriki tu, kuenzi eneo hili, kutunza eneo hili, lakini na kuelezea dunia yale ambayo yalikuwa yakifanyika hapa, na kuyatunza si kwa ajili ya sasa hivi, lakini kwa ajili ya vizazi vijavyo na vijavyo, ili historia hii ifike katika vizazi vingi vinapokuja. Upande wetu wa kanisa, maandalizi tuliyofanya ni makubwa, kwamba kwa neema kilele cha maadhimisho haya kitafanyikia hapa Mkunazini. Kwa hiyo itakuwa siku ya Alhamisi tarehe 12 ya mwezi wa 6. Kwa hiyo asubuhi kwanza kutakuwa na ibada ya kumbukumbu, tutafanya misa ya kumbukumbu ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa. Itakuwa ni misa kuu, misa ya shangwe. Kwa hiyo tutakuwa na misa hiyo, lakini katika misa hiyo tunatazamia mgeni rasmi atakuwa Mheshimiwa Rais wa Zanzibar. Kwa hiyo vile vile tutategemea kupata hotuba ya Mheshimiwa Rais, lakini baada ya hapo watu watapata chakula, lakini jioni kutakuwa na sherehe za kuadhimisha. Kutakuwa na nyimbo za kwaya zitakazozungumzia habari ya utumwa, kutakuwa na ngonjera, kutakuwa na ngoma. Kwa hiyo tumejiandaa katika kuadhimisha kwa namna kama hiyo. Kanisa linapenda kutoa ujumbe huu au wito huu kwamba Zanzibar ni kitovu cha historia katika bara la Afrika. Tuna bahati kwamba katika nchi za Afrika, ukitoa labda huko Misri, labda na Ethiopia na nini, Zanzibar ina historia pana, ina historia ndefu. Kwa hiyo tunatoa wito kwanza kwa Wazanzibari wenyewe, wapende kutaka kuijua historia ya visiwa hivi ambayo ni historia pana, wajifunze, waijue, lakini si kujifunza na kuijua tu, waiendeleze, kwa sababu historia hii kwa upande mmoja inaweza kuleta fursa nyingi kwa upande wa utalii, kwa upande wa kiuchumi na kadhalika. Kwa hiyo natoa wito kwamba watu waje wajifunze historia hii, waielewe historia ya nchi yao na jinsi Zanzibar ilivyokuwa na mchango mkubwa katika ukombozi, katika ustaarabu, katika elimu na katika masuala ya dini na kadhalika, ili waweze kuieneza na kuienzi na kuikuza kwa manufaa ya kizazi chetu na kizazi kijacho. Nashukuru sana serikali kwa niaba ya kanisa, pia kwa niaba ile kamati ambayo imeandaa maadhimisho haya ama sherehe hii ya kukumbuka kukomeshwa kwa biashara ya utumwa ambayo ilikuwa inafanyika katika Afrika Mashariki, na hapa Mkunazini ndipo soko kuu la watumwa lipokuwepo. Naishukuru serikali kwa sababu kupitia Mheshimiwa Rais wa Zanzibar ambaye pia ni mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, Dr. Hussein Ali Mwinyi, baada ya kuridhia kwamba maadhimisho haya sasa yaingie rasmi katika kalenda, katika matukio ya kitaifa, ikiwa huu ni mwaka wa pili tangu tuanze kuadhimisha, alituunganisha moja kwa moja na Wizara ya Utalii na Mambo ya Kale, ambapo tangu hapo tumekuwa tukipata ushirikiano mkubwa, kwa sababu hata katika shughuli hii ya kuandaa maadhimisho haya tumefanya kazi ama tumekuwa karibu sana na Wizara ya Utalii katika kuratibu kupitia vikao mbalimbali ili kuhakikisha kwamba jambo hili linafanyika katika ukubwa na katika uzuri, ikiwa lengo ni kwamba watu wafahamu kwamba Zanzibar ama watu wafahamu kwamba biashara ya utumwa ilikuwepo ikifanywa na sasa imekomeshwa, lakini vile vile
watu wapate kuja kutembea, kuona na kujifunza mambo mengi ambayo wanaweza wakayajifunza ama wakayaona kupitia maadhimisho haya ambayo tunayafanya. So, mambo mengi ambayo tumeyapanga katika maadhimisho haya. Unajua mambo ni mengi, lakini kwa uchache ni kwamba leo ni siku ya kwanza, ambayo siku hii ya kwanza ilikuwa ni kudhuru ama ziara ya baadhi ya maeneo ambayo tulianza kule Mbweni Ruins, tukaenda katika kanisa la Mbweni ambapo kule tuliona eneo ambalo lilinunuliwa na wamishonari ili kuwaweka ama ili kuwaweka wale watumwa ambao wamekisha kuwekwa huru sasa wapate sehemu ya kukaa. Lakini vile vile kuna shule ambayo ilikuwepo kule ya wanawake, lakini vile vile tumeona kanisa na mambo mengine mengi. Lakini baada ya pale pia tukaenda kule Mangapwani, ambapo Mangapwani tuliona maeneo ambayo watumwa walikuwa wanahifadhiwa. Mara baada ya soko hili kukomeshwa, biashara hii ikawa inaendelea tena kwa siri, kwa hiyo watumwa wakawa wanafichwa kule Mangapwani. Kwa hiyo kule pia tumeona. Kwa hiyo ziara hii ilihitimishwa hapa leo hii kwa kupokelewa hapa kwa bendi ile na shangwe shamra. Kwa siku ya kwanza ndio imeishia hapo, lakini kesho siku ya Jumatano tarehe 11 kutakuwa na kongamano kubwa. Kongamano hilo litafanyika katika ukumbi wa Idris Abdul Wakili ambao ni ukumbi ule wa Baraza la Wawakilishi wa zamani uliopo hapo karibu na Mnazi Mmoja Maisara. Kongamano lile litakuwa ni zuri kwa sababu watu wa mada katika kongamano lile ni watu mashuhuri, watu wabobezi ambao wamebobea katika masuala mazima ya historia. Labda nitaje kwa uchache tu ili tufahamu kwamba hata Profesa Kabudi ambaye ni waziri wa michezo katika serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, yeye atakuwa mmoja wapo wa watoaji mada kwa siku ile ya kesho. Pamoja na yeye atakuwepo na wengine wengi, madaktari na maprofesa ambao watakaotoa mada mbalimbali kuhusu biashara ya utumwa. Kwa hiyo itakuwa ni kongamano zuri litakalofanyika pale katika ukumbi. Watu wote wanaalikwa katika kongamano hilo kwa sababu ni kongamano ambalo halina kiingilio chochote, ni kwa mtu yoyote. Lakini siku ya kilele ni siku ya tarehe 12. Siku ya tarehe 12 ya mwezi huu wa 6 ambayo itakuwa ni Alhamis. Siku hiyo asubuhi kutakuwa na ibada kubwa itakayofanyika hapa kanisa la Mkunazini, ibada ambayo itaongozwa na baba askofu pamoja na mapadri wengine watakao kuwepo katika ibada ile, ambayo itahudhuriwa na waumini na watu wote walio Wakristo na wasio Wakristo pia wanaalikwa katika ibada ile. Lakini pia tarajio letu ni kwamba tutakuwa pia na Mheshimiwa Rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi Dr. Hussein Ali Mwinyi ambaye pia naye atakuwepo katika siku hiyo ya kilele. Pamoja na ibada na mambo hayo mengine, pia kutakuwa na sherehe baada ya ibada hiyo, ambapo kama mnasikia kwa ngoma zinaendelea, hiyo ikiwa ni miongoni mwa amsha au shamra za siku hiyo ya tarehe 12. Kutakuwa kuna ngoma, kutakuwa kuna nyimbo mbalimbali, kutakuwa kuna ngonjera na mashairi ambayo yatakuwa yanazungumzia kuhusiana na masuala mazima ya biashara ya utumwa. Tumefanya hivi ili kusudi kwamba watu wafahamu kwamba biashara ya utumwa ilikuwepo na haikuwa biashara nzuri, kwa sababu watu walikuwa wanauzwa na kununuliwa, ikiwa Mungu aliwaumba watu si kwa kufanya mambo mabaya kama hayo. Kwa hiyo ikumbushe lakini vile vile itujengee uelewa kufahamu kwamba tusirudi kule tulipotoka katika biashara hizi za utumwa. Ingawa katika jamii ya sasa kuna aina nyingine ya biashara ya utumwa ambayo watu wanauzwa pia kwa namna tofauti ile, lakini lengo ni kwamba tusaidie vizazi vijavyo kufahamu historia, na hii pia tujenge kwamba Zanzibar ni sehemu ambayo biashara hii ilifanyika, lakini pia hii nafikiri itatoa fursa kwa wageni mbalimbali kuja kutembelea Zanzibar, kujifunza na kuona mambo haya yalikwisha kutokea na kutembelea haya maeneo ambayo yamekuwa kwetu kama ni urithi. Kauli mbiu ya mwaka huu, tukumbuke urithi wa historia yetu, tuchague amani
umoja na upatanisho wetu. Hiyo ndio kauli mbiu ambayo tumeichagua kwa mwaka huu wa 2025. Mwaka wangu wa pili kushiriki katika haya maadhimisho ya kukomeshwa kwa biashara ya utumwa, ambapo mara ya kwanza kabisa nilishiriki kama nilikuwa katika kamati ya maandalizi, lakini pia nilishiriki katika sehemu ya media kwa upande wa kanisa, kuchukua picha, matukio, kutengeneza mabango, na ilikuwa ni sehemu ya timu ambayo ilihusika katika swala zima la media na mapokezi. Najisikia vizuri, unajua nikiwa kama pia mtaalamu wa urithi wa utamaduni, hii pia ni namna ya kuenzi na kuutunza. Ni namna ya kuenzi na kuutunza, na pia ni namna pia rahisi ya kupeleka, ya kuongeza uelewa kwa jamii za wenyeji, kwa sababu wenyeji wengi si wafuatiliaji sana haya mambo. Unakuta wazungu wanafahamu historia yetu kuliko sisi wenyewe, lakini zikifanyika hizo ambazo haswa zina engage au kunahusisha watu wenyeji, najisikia ni fahari, ni historia yangu inatunzwa. Nimejifunza vitu vingi. Ukisikia alipozungumza katibu mkuu wa kanisa wa Diocese ya Zanzibar, kanisa la Anglikana, ameonyesha namna ambavyo uhasama au adui ambao unaweza kaingiza watu matatizoni ninyi kwa ninyi, kwamba kutokana na watu jamii za vijiji kuwa maadui, kuna watu wajikuta wanakamatana na kuuzana kwa wale wanunuzi wa watumwa, na mwisho siku ndugu zako au jamii, tunasema your own kind kwa Kiingereza, wameenda sema kwa wakuzi na kurudi. Kwa hiyo mwisho wa siku labda miaka na miaka baadaye unakuja kugundua ni makosa kiasi gani uliyafanya. Kwa hiyo pia najifunza hata upendo, mshikamano na kutokuwa na mivutano na mizozano. Itakuwa ni siku kubwa, kama wote tunafahamu kwamba wageni watakuwa ni wengi wa serikali, tunatarajia pia baadhi ya wageni kutoka nje ya mipaka yetu ya Tanzania. Kwa hiyo cha kusema ni kwamba itakuwa ni siku ya muhimu sana. Ni hiyo siku ya tarehe 12 ya mwezi huu wa 6 itakuwa ni siku kubwa sana, na tunaona ukubwa kwa maana ilifai azimishwe tarehe 6 kama ilivyokuwa mwaka uliopita, lakini kulingana na sikukuu ya Idi ilikuwa ni tarehe 7, kulikuwa ni maandalizi na shughuli nyingine, ili kuonyesha ukubwa, ili kila mtu apate hiyo nafasi ya dimu ya kushiriki, ikaamua kusogezwa mpaka hii tarehe 12. Na kwa kuonyesha ukubwa pia tunaona shughuli za utalii. Nafahamu watalii wengi sana wanaingia hapa, na hii ni high season inaingia. Wanaingia kila siku, lakini shughuli zote zimesimamishwa ili jambo lipewe nafasi yake ya kufanyika. Kwa hiyo sidhani kama ni jambo la kukosa. Nadhani katika kitu cha kutokutarajia au kutokipanga ni kukosa hiyo tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka 2025 hapa Mkunazini. Mtazamaji wa Leaders TV, natumai umesikia na kuelewa mengi kuhusu siku hiyo ya Alhamisi ya tarehe 12 ya mwezi wa 6 2025. Mengi yatatokea kuhusu harakati hizi na shughuli za kupingwa biashara ya utumwa. Ni dhahiri kuwa tukio hili si kumbukumbu tu ya historia, bali ni wito wa kutafakari kuhusu utu, uhuru na haki za binadamu. Nikiripoti kutoka kanisa la Mkunazini, mimi ni Mariam Said, Leaders TV. Wajibikaji ni msingi wa maendeleo.